Mwanamke huyu alikuwa na kiwango cha imani ya tofauti, na moyo wa mtu huyo mwanamke ulionekana kuamini kupita kawaida. Hakuwa na mashaka juu ya Yesu. Hakuwa na wasiwasi juu ya tukio lolote ambalo Yesu angelifanya au mtu angelifanya kwa Yesu. Leo kuna watu wana imani, lakini imani yao haijagusa moyo wa Mungu. Tuna watu wanaoamini kwa kusikia, lakini hawatendei kazi kile walichokisikia. Na ndio maana baada ya muda fulani wanabadilisha mtazamo, wanakuwa watu wengine kabisa. Mungu akuondoe kwenye tabia ya kuyumbayumba kwenye eneo la imani. Haleluya! Angalia, Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Halo! Yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Na mimi nataka niseme hivi, unahitaji kiwango cha imani kinachoweza kufanya muujiza utokee mara. Haleluya! Mungu anatafuta watu walio na imani iliyo thabiti, wanaoweza kupindua utaratibu wa uponyaji, wanaoweza kubadilisha hali ya hewa, ile hali ambayo watu wengi wanaweza kusubiri kuona Mungu anafanya. Mungu anatamani aone mtu akipokea zaidi au kabla ya wengine. Kwa maana nyingine ni kwamba hivi ninavyozungumza hapa, kuna mtu akiwa na imani anaweza akapona mahali alipo, na msiba wake usiwe na sababu ya mtu mwingine kugusa wala kutamka neno tena. Mwanamke huyu hakusubiri Yesu aombe, hakusubiri Yesu atamke neno, hakusubiri Yesu afanye jambo lolote kwa mujibu wa kawaida ambayo walizoea. Yeye kwa kiwango cha imani aliamini ya kwamba kwa kugusa pindo la vazi la Yesu kuna jambo litatokea. Wengine mnagusa mapindo ya vazi ya nini? Ya mashaka. Ukiwa na mashaka huwezi kuona matokeo. Ukiwa na hofu huwezi kuona matokeo. Mungu utafuta watu walio na kiwango cha imani kinachoweza kutikisa mbingu, kiasi cha mbingu kutokuzuia kila haja ya moyo ulionayo. Majibu yako yanaweza yakapatikana kwa sekunde moja kabla hata ya wengine wajaombewa. Kiwango chako cha imani kinaweza kuvuta muujiza ambao watu 1000 wangeweza kupokea, wewe ukapokea yote kwa pamoja. Kwa lugha nyingine ni kwamba mwanamke huyu alikuwa sababu ya kuwanyang'anya wengine nini? Nguvu ya uponyaji. Sijui kama naongea na mtu hapa. Kile kiwango cha Yesu kukiri ya kwamba naona nguvu imenitoka, maana yake ni kwamba ile mamlaka iliyokuwa ndani ya Yesu, yule mwanamke alipokonya mwenyewe yote. Kumbe inawezekana mtu akiwa na imani, Mungu anaweza kuridhia kuachilia nguvu ambayo watu 100,000 wangetakiwa kupokea, mtu mmoja akaipokea. Ni swala la mtu mwenyewe kufanya maamuzi. Imeandikwa kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Huwezi kupokea uzima ikiwa ndani yako huoni kupona. Huwezi kuona ushindi ikiwa ndani yako unaona kufeli. Wengine wanakuja kwa Yesu kama watu wanaoamini, lakini ndani yao kuna mashaka. Inashangaza sana kuona watu wanakuja kwa Yesu na bado wanalalamika kwamba hawajaponywa. Kwa nini? Kwa sababu miongoni mwetu, wengi wetu hatui na imani ya kudumu. Wengi wetu tunakuwa na imani ya siku mbili. Ndio maana tunaweza kulalamika tusipoona yale tuliyoyataka. Wengine tunaweza kurudi nyuma kwa sababu muda tuliofikiria kwamba tungepokea hatujapokea, bila kuangalia ndani yetu sisi wenyewe tulikuwa na kiwango cha imani kiasi gani. Sio kama unaongea na mtu hapo. Wengine wanataka wapone kwa imani ya anayeombea, ni sawa. Lakini elewa wazi kwamba kuna namna ambavyo Mungu anasubiri kuona wewe ukipokea uponyaji kabla ya mwenye kuombea hajaombea.